Taasisi ya Moyo leo tarehe 29 mwezi wa 9 inaungana na wenzetu duniani kote kuadhimisha siku ya moyo duniani. Kauli mbiu ya siku hii ya moyo ya tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2025 ni linda pigo la moyo. Kwa kuwaeleza wananchi kwamba magonjwa ya moyo yanazidi kuongezeka sana kwa kasi, na zaidi ya watu milioni 20 hupoteza maisha yao kwa sababu ya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo shirika la moyo duniani, World Heart Federation, iliandaa siku hii ya tarehe 29 mwezi wa 9 ili iweze kuwaelimisha watu, lakini na kuwajulisha watu kuhusu magonjwa ya moyo, baada ya kugundua kwamba magonjwa ya moyo yanachangia vifo vingi na watu wengi wana matatizo haya ya magonjwa ya moyo. Kwa hiyo siku ya leo taasisi ya Moyo imetoa matibabu bure, lakini inafanya uchunguzi wa magonjwa ya moyo bure kwenye tawi letu la Jakaya Kikwete hapa Dar Group. Mpaka tunapoongea sasa hivi zaidi ya watu 220 wameshajiandikisha. Kwa hiyo siku hii ya leo watu watachunguza, watafanyiwa vipimo vya echo, watafanyiwa vipimo vya ECG. Magonjwa ya moyo yanasababishwa na sababu ambazo nyingi zinazuilika. Moja ni kutofanya mazoezi, 2 uvutaji wa sigara uliokithiri, 3 unywaji wa pombe uliokithiri, lakini 4 ni kula vyakula ambavyo havizingatii lishe bora, kama vile vyakula vyenye mafuta mengi sana, vyakula vya wanga wakati hufanyi mazoezi, au uendi shambani, umekaa tu nyumbani unakula wanga mwingi sana, na hivi vinachangia unene, mtu kufanya kuwa na unene ambao ni unene uliokithiri. Lakini vyakula vingine ni vyakula vyenye protein nyingi sana, kama vile nyama, hizi nyama za hasa za wanyama wanaonyonyesha kama ng'ombe, mbuzi, kondoo. Unakula kwa wingi kupita kiasi alafu ufanyi mazoezi. Haya yote yanaweza yakachangia ukaongezeka uzito kwa kasi na ukapata magonjwa ya moyo. Lakini nyingine ni watu kuwa na magonjwa nyemelezi kama vile magonjwa ya kisukari, magonjwa ya shinikizo la damu. Magonjwa ya kisukari yanachangia sana watu kupata matatizo ya mishipa ya damu ya moyo. Kwa hiyo taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete leo inatoa elimu kwamba jinsi gani watu wajizuie na haya magonjwa kwa kuyafuata haya mambo ambayo nimewaambia: kufanya mazoezi kwa muda wa nusu saa kwa wiki mara 3 itakusaidia kulinda moyo wako. Taarifa za kidunia zinaonyesha kabisa kwamba asilimia zaidi ya 60 ya watu wanaoishi na maradhi haya hawana dalili mbali zinazoeleweka. Ndio maana maradhi haya yamekuwa yakiwachukua vifo vya watu wengi bila kujitambua. Kwa hiyo wananchi tunashauriwa kufanya check-up ya afya zetu mara kwa mara ili tuweze kubaini maradhi haya kabla hayajaweza kusababisha madhara makubwa ya miili yetu. Maradhi ya moyo mengi ambayo yameweza kuonekana yakishambulia jamii zetu ni pamoja na shinikizo kubwa la damu, mioyo kutanuka, watu kupata kiharusi na maradhi mengine yakishambuliwa pamoja na figo. Nafikiri mmeshaona watu wengi wanapata shida ya figo, na imekuwa watu wengi sasa wanafanya dialysis kwa sababu walishindwa kutibu shida za moyo, walishindwa kutibu shinikizo la damu na kupelekea kupata complications ambazo zinawafanya sasa maisha yao yote yaweze kuwa kwenye dialysis na kuweza kusafisha figo. Sasa unapoelekea kwenye kusafisha figo, kumbuka tayari umeenda kwenye gharama kubwa za kimaisha. Kumbuka usafishaji wa figo kwa wiki moja unaigharimu familia zaidi shilingi milioni 1. Tunashauri hata nyewe waandishi wa habari muweze kushiriki zoezi hili la kuweza kupima afya zenu ili kuweza kubaini viashiria vyovyote vya hatari. Unapobainika na kiashiria chochote, kumbuka unapewa ushauri. Kama hujabainika, basi unashauriwa jinsi ya kuishi vizuri ili usikabiliwe na maradhi ya moyo. Kwa majina naitwa Dr. Eva Kuganda. Kama mnavyoweza kuona leo katika hospitali yetu ya JKCI Dar Group, katika kuadhimisha maadhimisho ya siku ya moyo duniani, tunaendelea na kambi maalum ya upimaji wa moyo, matibabu ya moyo bure kwa wananchi, ambapo leo tumeweza kutoa huduma kwa wananchi wengi wa wakazi wa Dar es Salaam, pamoja na baadhi ya wananchi ambao wametoka mikoani wameweza kuja kupima, na mpaka sasa hivi tumeweza kupima pia watoto zaidi ya 25
na katika hao tumeweza kugundua baadhi ambao walikuwa na matatizo ya moyo ya kuzaliwa. Kama tunavyojua, kwanza tunashukuru wazazi ambao wameitikia huu wito na wameweza kujitokeza, na baadhi ya watoto ambao tumeweza kuwagundua na matatizo ya moyo walikuwa hawana dalili zozote. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi wa Dar es Salaam waweze kutumia hii fursa, wajitokeze kwa wingi kuja kupima. Magonjwa ya moyo yanaweza yakawa kimya. Mtu asijue kama mtoto au mtu mzima ana tatizo la moyo mpaka anapokuwa ameenda shule, amekuwa mkubwa, lakini kumbe ana shida ambayo angeweza kugundulika mapema na ikaweza kufanyiwa matibabu mapema. Na kama tunavyojua, matibabu ya moyo kwa watoto yanaenda na timeline. Inatakiwa mtoto apatikane ana shida mapema ili aweze kutibiwa. Kwa hiyo mzazi anapochelewa anaweza akawa amekosa opportunity au nafasi ya kuweza kumtibia mtoto wake. Kwa majina naitwa Ibrahimu Waziri Maloki, ni mkazi wa Dar es Salaam, eneo la Chanika. Nimekuja kwa ajili ya uchunguzi. Kama ikitokea sasa kuna tatizo katika mwili wangu au katika moyo wangu, basi kuanzia hapo ili niweze kufuatilia shida hiyo na kutizama ufumbuzi wake utakuwa vipi.